Bana, tukielekea viwanjani, stories zimekuwa nyingi sana kuhusiana na mchezo wa Kariakoo Derby hapo jana. Kupitia kipenga usiku na mitandao ya kijamii tuliona kile ambacho alikizungumza afisa habari wa klabu, afisa habari wa bodi ya ligi kwa maana TPLD, Karim Boimanda, ambaye alizungumzia kuhusiana na wao kuendelea na mchakato. Bodi itaendelea na shughuli zake na michezo itachezwa, hasa eneo ambalo watu walikuwa wakidai report ya zile mambo ambazo zilitajwa zilisababisha mchezo wa Kariakoo Derby kutofanyika. Akasema bado uchunguzi unaendelea na kuna vyombo vinavyohusika, kwa sababu bodi yenyewe haihusiki na jambo hilo. Lakini Young Africans wao jana wakaelezea maandalizi ya kikosi chao kikiwa kimeingia kambini. Ilikuwa ni siku ya 3 hapo jana tangu wameingia kambini, na walifanya jana mazoezi kwenye uwanja wa KMC Complex, na wao wameweka wazi kwamba wanajiandaa na mchezo wa tarehe 18 dhidi ya Tanzania Prisons, mchezo ambao utapigwa kule jijini Mbeya. Wakati upande wa pili wa unyamani, Simba wao wanajiandaa na mchezo wa tarehe 15, na wao wanaamini huu ndio mchezo ambao utawapa ubingwa. Kelele za upande wa Simba, upande wa Yanga, bodi ya ligi zimekuwa zinaenda na kurudi. Nimezungumza kwa njia ya simu na mjumbe wa zamani wa kamati ya utendaji ya TFF, Mheshimiwa Eliud Peter Mvela, ambaye pia alikuwa ni mkurugenzi wa wanachama na sheria na hadhi za wachezaji wa TFF. Alikuwa ni mtu senior kabisa ndani ya TFF. Ni mtu ambaye anajua vitu vingi sana vya ndani, namna ambavyo football ya Tanzania na mambo yake, namna ambavyo inakwenda. Tumezungumza naye, lakini msimamo wa Mheshimiwa Mvela, yeye anasema mtu pekee anayeweza kutusaidia kutatua hili tatizo ni mwenyekiti wa bodi ya ligi ambaye ni Steven Mguto. Atekeleze matakwa ya Young Africans kukosa imani na wao bodi ya ligi, hivyo Mguto hana budi kujiuzulu katika nafasi hiyo, eneo ambao anaamini Young Africans baada ya hapo wataubonda. Huyu hapa Mheshimiwa Mvela. Mimi nafikiria kutusaidia ni bwana Mguto, ambaye pia ni muhimu waweze kumuondoa au kumwadibisha mwenyekiti wa bodi ambaye ni Mguto. Kwa sababu Mguto, lazima nikwambie, muda wake wa kuongoza bodi ulishakwisha baada ya mwenyekiti wake kumalizika kwa sehemu na kuchagulia mtu mwingine. Kwa hiyo ni jambo rahisi kabisa kwamba muda wake hana sifa ya kuendelea kuwepo pale, kwa sababu hana klabu. Mheshimiwa Mvela, awajibike mwenyekiti. Mheshimiwa Mvela, kwa hiyo mwenyekiti Mguto atolewe tu kwa sababu muda wake umekwisha, au atolewe kwa sababu ni mtu ambaye unaamini ndiye ambaye amefanya haya makosa, ili jambo lote linadondoka mikononi mwake? Ndiye maana yangu, ndiye aliyefanya makosa, kwa maana ya kwamba kama walikuwa nafikiri anaendelea kumuonea huruma aendelee kuwepo, bado hataendelea kuwepo kwa sababu muda wake kuwepo pale haupo. Shida iko wapi? Amefanya kosa wakati yuko pale, mwenyekiti wa kosa yule anamchagua mwingine, kwa maana hiyo yeye yuko kwa muda tu ambao nafasi ya kiisha. Kwa nini atuletee tatizo hili muda ambaye kesho hatakuwepo ofisini, tusabaki na majeraha? Kwa maana hiyo nilikuwa na shauri Mguto, mimi ni rafiki yangu, ni mzee wangu, angeweza kujitathmini na kusema jamani, kwa maslahi ya mpira mimi naomba ni step down. Kama kuna wengine kwenye bodi ya ligi walioshiriki kwenye makosa kayo ya step down. Hivi vitu ni vitu vya kawaida mara popote. Mimi siku zote nimekuwa nikiwaambia, Rais Mwinyi alifanya makosa alipokuwa rais, alikuwa waziri akawajibishwa, lakini baadaye akaja kawa rais wa nchi. Kuwajibika sioni kama ni tatizo, kwa sababu ninajua mimi nachomwangalia ni rais wetu Karia. Kwa sababu jambo kiepo wanalaumiwa, lakini kiepo hajahusika na jambo hili, ila watu wao wa chini wamefanya makosa kama haya, na ili kuiweka kiepo katika hali salama lazima iwe wajibishe watu waliofanya makosa kama haya. Lazima tusimame imara. Mwalimu Nyerere alisema ukimshinda rafiki yako mtu mwingine hawezi kukusogelea. Kwa hata kama ni rafiki lazima awajibike kwamba bwana kuna na urafiki, lakini unaniwekea mgogoro wa mpira. Leo unasema tarehe 15 mechi chezi, tarehe 8 mtu akufika mechi tukatumia busara, na hii tarehe 15 mtu atafika, utatumia nini? Utatoa adhabu? Haiwezekani. Kwa mzee wangu Mvela, wewe unaunga mkono jitihada za Young Africans kutotokea uwanjani tarehe 15, wewe upande wako unasimama kwamba watakuwa wapo sahihi?
Mimi ninachosema, mimi siungi mkono kutokea uwanjani. Ninachosema ni jambo lijadiliwe kabla tarehe 15. Walimalize TFF, kwa sababu madai ya Yanga yako wazi, kila mtu analijua hilo. Mimi mwanzoni nilisema ifuatayo, nilisema Yanga kwa kuwa wamerudishwa na kazi kutoka kule, wameambiwa warudi. Mimi nilitegemea Yanga wangeanza huo mchakato wao wa kuanza sasa kufikia kwenye kamati husika, wakinyimwa haki waende kazi. Lakini Yanga, ukisikiliza taarifa zao, wanasema hii kesi hatuwezi kuwapelekea hao watu ambao baya na bado anaendelea kuongea maneno mabaya. Mimi nasikia Boimanda anavyoongea, haongei kwa ajili ya kuleta mustakabali wa mpira, anaendelea kuchochea kuni, wanaonyeshana ubabe. Haitusaidii sisi wa Tanzania. Bodi ya ligi wamecreate mgogoro huu, na wao wamekuwa wasemaji tena kwenye vyombo vya habari kuona wao ni mababe. Sasa mazingira haya ndio yanatuletea matatizo. Sasa nani wa kumaliza tatizo hili? Ni wao wenyewe. Yes, huyo ni Eliud Peter Mvela, mjumbe wa zamani wa kamati ya utendaji ya TFF Excom ile, akisema kwamba watu pekee ambao wanaweza kulitatua hili tatizo, wa kwanza ni mwenyekiti wa bodi ya ligi Eliud, kwa maana ya Steven Mguto kujiuzulu, lakini pia TFF wana nafasi ya kuweza kulitatua jambo hili kwa kuwachukulia hatua watu wao, kwa sababu bodi ya ligi ni chombo chao TFF na wana mamlaka nacho, wanaweza wakatoa pale wakaweka ya muda. Kwa hiyo TFF jambo wanaweza wakalimaliza. Wakanda, unaungana na Mvela kwamba mwenyekiti anapaswa kutumia busara kwenye hili na apishe? Tangu mapema kabisa mimi namna pekee ya kusolve hili jambo nilikuwa naiweka kwenye engo ya watu kuwajibika, na kuwajibika kwenyewe ni pale ambapo either utatoka na kukiri makosa yako hadharani na kukubali kama ulikosea. Halafu namna nyingine ya kuwajibika ni kustep down, kwa sababu hapo utakuwa umedhihirisha, kwanza utakuwa umedhihirisha kwamba kosa ulilofanya either ulilifanya kwa namna ambayo haukulitarajia kama litatokea hivyo, ama umefanya kosa ambalo unajua kabisa hili lilikuwa lina sababu 1, 2, 3, lakini kwa maslahi makubwa ya mpira ninaamua kuwajibika kwa kustep down, ili sasa wasimamie wengine huu mchezo wa mpira ambao yeye binafsi ambaye anawajibika atakuwa amechukua nafasi kuunajis. Kwangu mimi nilikuwa naona hiyo ndio busara pekee ambayo ingeweza kutumika. Kipindi zilikuwa zinahubiriwa sana zitumike busara. Hii ndio busara pekee ambayo inaweza ikawafanya Yanga wakacheza tarehe 15. Viongozi wa bodi ya ligi ambao walihusika katika kunajis kanuni za mpira wa miguu siku ya tarehe 8, hao wote wanapaswa kuwajibika either kwa kustep down ama kwa kuomba radhi wapenda soka, kwa sababu mwisho wa siku tuko hapa sio kwa sababu ya maamuzi machache, tuko hapa kwa sababu ya mfululizo wa matukio. Leo hii Yanga wamefika hatua hata ya kukiri hadharani kwamba hawana imani na mamlaka. Lakini juu ya hapo, nakumbuka juzi tu hapa kuna mtu anaitwa Hussein Masanza. Huyu sio Yanga, huyu ni Singida Black Stars, lakini yeye amenukuliwa akisema kwamba kuna malalamiko atayapeleka bodi ya ligi kwa sababu kuna watu bodi ya ligi wameshindwa kuongoza huu mpira kwenye haki, akishtumu pia mpaka kamati ya waamuzi. Kwa nakuja kujikuta kwamba kuna mfululizo wa matukio ambao unawafanya viongozi waliopo hivi sasa bodi ya ligi kutopata ama kutokuwa thabiti kuendelea kuongoza huu mpira nchini.